Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai umerejesha huduma zake leo baada ya kufungwa kwa muda kufuatia moto uliotokea katika tanki la mafuta uliosababishwa na shambulizi la droni. Kwingineko, jengo la shule katikati mwa Iran limeharibiwa katika shambulizi la anga, huku milipuko mikubwa pia ikisikika mjini Beirut. Silvia Mwehozi na taarifa zaidi. Tukio la kuwaka moto kwa tanki la mafuta ambalo halikusababisha majeruhi ni shambulizi la tatu kulenga uwanja wa ndege wa Dubai tangu Iran ilipoanzisha mashambulizi ya kisasi dhidi ya mataifa ya Ghuba tarehe 28 Februari. Iran inasema mashambulizi hayo yanalenga uwepo wa Marekani katika kanda hiyo. Aidha, shambulizi jingine la droni limeripotiwa kulenga miundombinu ya mafuta katika pwani ya mashariki ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa mujibu wa mamlaka za nchi hiyo, shambulizi hilo limetokea katika eneo la uzalishaji wa mafuta la Fujairah na kusababisha moto mkubwa, huku juhudi za kudhibiti zikiendelea. Saudi Arabia pia imesema imezuia wimbi la droni za Irani zipatazo 35 zilizorushwa kuelekea mkoa wake wa mashariki wenye visima vikubwa vya mafuta. Israel nayo imeripoti kuwa Irani imefyatua makombora kuelekea nchini humo. Kwa mujibu wa jeshi la Israel, Irani inatumia pia mabomu ya kutawanya vilipuzi vidogo vidogo katika maeneo mbalimbali ambayo yanaweza kukwepa baadhi ya mifumo ya ulinzi wa anga. Wakati huo huo, Irani yenyewe imelengwa kwa mashambulizi ya anga ambapo jengo moja la shule katika mji wa Khomeini katikati mwa nchi hiyo limeharibiwa. Shirika la habari la Irani MEA limenukuu gavana wa mkoa wa Markaz akisema kuwa hapakuwa na vifo, ingawa nyumba kadhaa zilizo karibu zimeripotiwa kuharibiwa. Picha zilizosambazwa na vyombo vya habari vya Irani zimeonyesha jengo kuu la shule ya sekondari likiwa limeharibiwa vibaya. Hata hivyo, haikubainika mara moja ni jeshi gani limehusika na shambulizi hilo. Milipuko mikubwa pia imesikika mjini Beirut alfajiri ya leo wakati Israel ilipoufanyia mashambulizi mji huo mkuu wa Lebanon, ikisema inalenga miundombinu inayohusishwa na kundi la wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Irani. Jeshi la Israel limetoa amri ya kuondolewa kwa wakazi katika maeneo kadhaa ya Beirut na kusini mwa Lebanon. Katika taarifa yake, jeshi hilo limesema limeanza kile lilichokiita operesheni ndogo za ardhini dhidi ya Hezbollah kusini mwa Lebanon. Hadi sasa zaidi ya watu 800,000 wameripotiwa kupoteza makazi yao kutokana na kampeni ya kijeshi ya Israel nchini humo, huku takriban watu 850 wakiuawa, wakiwemo watoto 107 na wanawake 66. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel limesema limeharibu ndege iliyokuwa ikitumiwa na aliyekuwa kiongozi mkuu wa Irani marehemu Ali Khamenei katika uwanja wa ndege wa Mehrabad mjini Tehran usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa jeshi hilo, ndege hiyo ilikuwa ikitumiwa na maafisa waandamizi wa Irani na viongozi wa kijeshi kwa safari za ndani na nje ya nchi pamoja na kuratibu shughuli na mataifa washirika. Ripoti yake Silvia Mwehozi. Rais wa Marekani Donald Trump ametahadharisha juu ya hatima ya ushirikiano na muungano wa kijeshi NATO, akisema utaharibika kabisa ikiwa washirika hao hawatasaidia juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz, na kuongeza kuwa huenda akauahirisha pia mkutano wa kilele uliopangwa na rais wa China Xi Jinping, akimshinikiza pia kusaidia mkakati huo. Trump ametoa tahadhari hiyo baada ya jana Jumapili kuzungumza kwa simu na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kuhusiana na umuhimu wa kufungua tena mlango bahari huo ambao kwa sasa umezuiwa na Iran. Kufungwa kwa ujia huo pamoja na vita vinavyoendelea vimepandisha bei ya mafuta kufikia dola 104 kwa pipa leo Jumatatu. Lilian Mtono na taarifa kamili. Tahadhari hiyo ya Trump ilichapishwa kwenye gazeti la Financial Times jana Jumapili. Alinukuliwa akisema anadhani China pia inapaswa kusaidia kwa sababu inapata 90% ya mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz, na kuongeza kuwa angependelea kujua nafasi ya Beijing kabla ya kwenda nchini China. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent na naibu waziri mkuu wa China He Lifeng jana Jumapili walikamilisha raundi ya kwanza ya mazungumzo yaliyofanyika kwa siku 2 mjini Paris, wakiangazia vizingiti katika utekelezaji wa makubaliano ya kibiashara pamoja na kuandaa mazingira ya ziara hiyo ya Trump anakotarajiwa kukutana na Xi mwishoni mwa mwezi Machi. Trump amesisitiza kwamba mataifa yote yanayonufaika na ujia huo wanalazimika kuhakikisha unakuwa salama. Awali, Rais Trump alizungumza kwa simu na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer kuhusiana na umuhimu wa kufungua tena mlango huo.
Ofisi ya waziri mkuu Starmer imesema viongozi hao pamoja na suala hilo walijadiliana kuhusu hali ilivyo Mashariki ya Kati ili kukabiliana na kadhia ya usafirishaji na inayochochea kupanda kwa gharama kote ulimwenguni. Trump akayarai mataifa mengine kama China, Ufaransa, Japan na Korea Kusini kupeleka manuari za kivita kuisaidia Uingereza kufungua mlango huo na kuhakikisha usalama. Huku hayo yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kwamba jamhuri hiyo ya Kiislamu haina mpango wa kuzungumza na Marekani na kupuuzilia mbali msimamo wa Trump kwamba Tehran inataka makubaliano ili kuvimaliza vita. Amesema wako imara na wanachotaka ni kuwalinda watu wao. Amesema hayo alipozungumza na kituo cha utangazaji cha CBS kwenye mahojiano jana Jumapili. Tunawalinda watu wetu dhidi ya kitendo hiki cha uchokozi na hatuoni sababu yoyote inayotulazimu kuzungumza na Wamarekani, kwa sababu tulikuwa tunazungumza, wao wakaamua kutushambulia, na hiyo ilikuwa ni mara ya pili. Hatuna uzoefu mzuri wa kuzungumza na Wamarekani. Tulikuwa tunazungumza. Kwa nini waliamua kutushambulia? Sasa kuna haja gani ya kurejea kwenye mazungumzo? Araghchi aidha amesema Tehran imeombwa na mataifa kadha kuruhusu meli zao kupita salama kwenye mlango bahari wa Hormuz na kuongeza kuwa sasa jeshi ndilo lenye mamlaka ya kuamua, lakini akasema meli za baadhi ya nchi zimeruhusiwa kupita bila ya kutoa maelezo zaidi. Huku hayo yakijiri, mamlaka nchini Iran katika taarifa yake ya jana Jumapili imewakamata zaidi ya watu 500 ikiwahusisha na vita kati yake na Marekani na Israel, hii ikiwa ni kulingana na kamanda wa vikosi vya usalama vya Iran Ahmad Reza Radan katika video iliyochapishwa na shirika la habari la Fars. Kulingana na mahakama ya Iran, picha za maeneo nyeti na uharibifu zinaweza kuchochea kuvuruga usalama wa taifa. Idadi ya watu waliokufa kutokana na mafuriko yaliyoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali Kenya imeongezeka na kufikia 66 huku juhudi za uokoaji zikiendelea kuimarishwa. Huduma ya kitaifa ya polisi imesema kati ya waliokufa 50 ni wanaume, 8 ni wanawake na 8 ni watoto. Shisia Wasilwa na taarifa kamili. Taarifa ya polisi inajiri huku mvua zikiendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi na kusababisha maafa na uharibifu mkubwa. Nairobi inaongoza kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya waathiriwa ikiwa na vifo 33, ikifuatiwa na eneo la Mashariki lenye vifo 18, huku eneo la Bonde la Ufa likirekodi vifo 8. Aidha, zaidi ya familia 2000 zimeachwa bila makazi baada ya kuhamishwa kutoka nyumba zao, huku miundombinu na mali pia zikiharibiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Takwimu zilizotolewa na serikali zinaonyesha kuwa mafuriko hayo yameathiri zaidi ya familia 10,000 huku watu 4885 wakihamishwa na kulazimika kutafuta hifadhi katika maeneo salama. Jijini Nairobi, wakazi wanaendelea kushuhudia mvua hizo huku wakitaka serikali kuwasaidia. Hii bridge imekuwa ikifurika hivyo wakati wote, magari haiwezi pita. Sasa mimi ningeomba serikali wakuja watusaidie. Daraja yenyewe imezama, mchanga zimejaa ndani, hakuna mtu anatoa hizi takataka kwa hii daraja. Hiyo ndio inasababisha maji vimbe, yani itapakae kila mahali.